Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye channel yetu hii ya Bwana ni Haki Yetu. Tajifunza leo somo letu nalosema falme kuu 4 za Lucifer. Falme kuu 4 za Lucifer. Falme kuu 4 za Lucifer. Na katika utangulizi wetu utatoka katika kitabu kile cha Efeso 6 na mstari wa 12. Inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya wenye mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, pamoja na jeshi la pepo wabaya. Kushindana kwetu sisi ndivyo kulivyo. Maana yake sisi hatushindani juu ya watu. Tunashindana juu ya shetani na majeshi yake. Tunashindana juu ya Lucifer na majeshi yake. Hatushindani juu ya watu. Hatuwezi kushindana na watu. Manake nini? Ukishindana na watu manake unafanya vita vya nyama, vya damu na nyama. Sasa ukifanya vita vya damu na nyama manake tayari hapo wewe umeshashindwa. Na kama bado hujashindwa, jiandae kushindwa muda so mrefu. Kwa sababu unapambana na watu, hupambani na shetani. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alipokuwa na wanafunzi wake, mkumbuke Petro, alipomkemea kwamba hata kupata haya, maana alimwambia mpango wake kwamba mwana wa Adamu atatiwa katika mikono ya watu wabaya, watamuua na siku ya 3 atafufuka. Lakini Petro akamkemea, sema hawezi kukupata wewe. Sasa lakini angalia Yesu alipomjibu, akamwambia, rudi nyuma yangu shetani, maana unayawaza ya wanadamu si ya Mungu. Sasa alikuwa amkemei Petro, alikuwa anamkemea shetani aliyeko ndani ya nani? Ndani ya Petro. Manake tunakemea vitu ambavyo viko kwa watu. Kuna watu wanatufanyia vitu vichafu na viovu sana, na tunashindwa wakati mwingine kupambana, tunashindwa namna ya kutoka kwa sababu tunapambana na watu. Mimi nakuhakikishia siku ukipambana na watu, ukienda kupambana na watu hivyo, hutafanikiwa kwenye maisha yako yote. Na wakati mwingine wakusamehe na kuacha mambo unaendelea mbele. Manake hapo hautapambana na watu. Na ndipo somo letu tunasema sisi vita vyetu si juu ya damu na nyama, si juu ya binadamu, manake si juu ya watu. Hao watu wana damu na wana nyama, hatupambani nao hao, maana hatuwezi kuwa kama wao pia. Sasa sisi vita vyetu sisi ni juu ya falme, cha kwanza pigia mstari. Alafu ni juu ya wenye mamlaka, pigia mstari. Alafu ni juu ya wakuu wa giza, pigia mstari. Alafu ni juu ya jeshi la pepo wabaya. Sasa hao wenye mamlaka, wakuu wa giza, jeshi la pepo wabaya, wako ndani ya hizi falme 4. Falme ni nini? Angalia, tutasema kwamba pia falme ni nini? Nasema falme ni utawala au mamlaka zinazotawala na kumiliki eneo kubwa na mamlaka ya juu kabisa kwenye maisha ya binadamu. Falme ni zile mamlaka ambazo zinatawala juu ya binadamu.
Hasa katika hizi falme hizi ambazo na tuchambue, twende kidogo kidogo, napenda tuelewane. Mimi napenda tuelewane, twende kidogo kidogo. Mungu atatusaidia na tuelewana tu kidogo kidogo. Hili somo lina mambo mazito sana, huwa inakuwa na vita kubwa sana. Lakini na nilifundisha mahali na nikawa na vita kubwa kupita kiasi. Lakini Mungu ni mwema na nilishinda hiyo vita. Kwa hiyo, lakini tunajua kabisa kwamba sisi kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Lazima tuelewe hili jambo. Sasa hizi falme 4, kuna falme 4 kuu za Lucifer. Falme kuu za Lucifer 4. Tunapozungumzia habari za falme, wengi anafikiri wanaweza sielewe wa sasa hivi, lakini tunajifunza pia kwenye habari za history. Tulikuwa kuna habari za wafalme pia katika nchi mbalimbali, mpaka sasa wapo baadhi ya nchi wafalme wapo sasa. Kwa hiyo kwa mfano mimi naweza nikatoa mfano kwa rais wangu kipenzi ambaye nampenda, aliyekuwa rais wangu penda sana, Magufuli. Manake katika Tanzania hii sasa ilikuwa ni ufalme wake, alafu yeye ndio mfalme sasa, umeona. Kwa ndio tunachozungumzia sasa pale kwamba katika hizi falme kuu 4, zipo 4 kuu 4, wengi wanafikiri labda 3, lakini ziko falme kuu 4 za Lucifer katika utendaji kazi wake, kutimiza majukumu yake ya kuzunguka ana seek whom to devour. Kwa hiyo hizi falme kuu 4 ni sawa tu. Yaani tunapokuwa tunaongea, piga tu falme zako za duniani, piga tu hiyo picha. Yaani just imagine that. Kwa hiyo wewe imagine kwamba ni katika tuchukue tu Tanzania, na natamani sana katika ufalme tu wa kwanza ni uwe kama Tanzania hivi. Natamani tuchukue mfano, ndo yawezekana ukanielewa. Chukua mfano wa nchi yako, even if you are far away, far east, wapi huko, chukua tu mfano wa nchi yako ndipo utanielewa zaidi. Sasa nimesema hizi falme hizi zinatawala juu ya watu, juu ya vitu na juu ya kila kitu ambacho kiko kwenye uso wa dunia, uso wa dunia, uso wa dunia, uso wa ulimwengu, uso wa dunia. Mfalme wa anasema mkuu wa ulimwengu huu hana kitu kwangu. Maanake anachozungumzia ni ulimwengu mzima. Sawa? Kwa sasa sisi tutazungumzia habari za falme kuu 4. Na maana Biblia imesema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Sasa pale falme pale nataka tuzungumzie hizi. Nitaenda kwa haraka kwa sababu ya muda pia. Hili somo tunarusha vitu vichache sana. Yaani vitu vichache sana, masomo machache sana, na hili somo hili mimi nimelifundisha, tumeenda nalo kwa muda wa siku 40 na kitu. Hili somo tu hili, na tulikuwa tuna mafungo. Kwa hiyo tumeenda kwa siku 40 na sasa kwa hali kama hiyo kwenda kwa siku 40 na even kwenye mtandao yaani itatupa kazi na tabu. Kwa hiyo nitaenda tu juu, sitaingia ndani sana. Nielewa, Mungu atawasaidia, na hata ambao hatanielewa na natamani Mungu aendelee kuwasaidia, na Roho Mtakatifu atakaa juu yenu na mtanielewa tu. Basi sasa kama utangulizi tulivyosema kuna falme kuu 4 za Lucifer. Falme ya kwanza ambayo ndo napenda tuiongelee kwanza, kwa sababu ndio imetesa watu sana, ndio yani ndo nani ya kwanza, nyenzo ya kwanza katika ufungaji wa vifungo na kutesa watu. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa ardhini. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa ardhini, ndio tutakaozungumzia. Lakini katika hizi falme kuu 4, ya kwanza ni ufalme wa ardhini, ya pili ni ufalme wa angani, ya tatu ni ufalme wa baharini, ya 4 ni ufalme wa kuzimu. Ufalme wa kuzimu, watu wengi wanafikiria kwamba
hata baadhi ya wachawi wanatoa ushuhuda, lakini obviously ni wale minors, yani wale wadogo. Watu wengine na wao, unajua shetani huwezi ukajua vitu vyake vyote. Sawa sawa na mtu ambaye atakuwa serikalini, ni sawa sawa na mtu anawezekana akawa kwenye serikali sasa, lakini anaweza, kwa mfano, kuna watu ambao kwa mfano anafaka serikalini, nesi, mwalimu, daktari, mjini, whatever it is, anafaka serikalini, but ana kitengo tu hicho, na hicho ni kitengo cha chini sana. Ila sasa kuna wale wa juu, na wao they know much better than her or him. Umeona? Kwa hiyo yaani huyu wa chini hajui mambo mengi kama wale wa juu wanavyojua hivi vitu. Sasa kwa hiyo utakuta kwamba pia hata upande wa uchawi ndivyo ulivyo. Umeona? Kwa hiyo unakuta rais anajua vitu vingi, waziri mkuu anajua vitu vingi, makamu wa rais anajua vitu vingi, sasa mawaziri wanajua vitu vingi juu ya wizara zao. Samahani kidogo, nilipata dharura kidogo, lakini tumerudi kwenye somo letu ambalo tumesema kwamba linasema falme kuu 4 za Lucifer, na tukazitaja, lakini pia tunazungumzia sasa hapa habari za ufalme huu wa ufalme wa alizini. Ufalme wa alizini ni ufalme ambao unahusika na tawala zote na taratibu zote za ulimwengu wa roho wa kichawi wa Lucifer. Manake huu ni ufalme wa alizini. Ufalme wa alizini, kila ufalme, kumbuka, kuna mfalme. Hakuna ufalme ambao hauna mfalme. Kila ufalme una mfalme, na kila mfalme ana malkia. Sawa? Kwa hiyo kila ufalme una mfalme. Kila ufalme una mfalme. Kwa hiyo kila ufalme una mfalme. Sawa? Sasa kwa hiyo natamani sana tujue tumjue huyu mfalme wa alizini, mfalme wa ardhi, wa kipepo, mfalme anayehusika na habari za ardhi. Manake anayehusika na kazi zote na utaratibu wote na sheria zote na kanuni zote za alizini. Sawa? Kwa hiyo sasa, wa kwanza, huyu mfalme huyu anaitwa Beri. Mfalme anaitwa Beri. Sasa huyo Beri huyo kwenye Biblia yupo. Ndio, kwenye Biblia yupo. Funua Isaya 46 mstari wa kwanza. Isaya 46 mstari wa kwanza. Isaya 46 mstari wa kwanza. Huyu mfalme anaitwa Beri. Kwa hiyo tutamwangalia hapa Isaya 46 mstari wa kwanza, nasema Beri anaanguka chini. Sasa huyo Beri huyo ndio tunayemzungumzia hapa, ndiye mfalme wa ardhi. Alianguka chini, sio kuzimu, alianguka chini. Na ndio Biblia inasema Beri anaanguka chini. Haya, kuna miungu mingine hapa. Nebo anainama. Manake unajua kwa kadri ambavyo siku zilikuwa zinapita, hii miungu ilikuwa ikibadilika majina mbalimbali. Yakibadilika. Yaani majina mbalimbali yanabadilika. Yezebeli, kuja kuangalia picha nyuma kabisa kule, alikuwa na majina yake. Lakini Yezebeli mpaka katika Ufunuo kule, lakini mpaka saizi Yezebeli bado ana jina lake, ana majina yake. Lakini kuna baadhi ya miungu inabadilika pia. Miungu mingi sana imebadilika majina. Leo tunaiabudu miungu fulani bila kujua kwamba hiyo miungu ilikuwa kwenye Biblia. Kwa hiyo inasema Beri anaanguka chini, Nebo anainama, sanamu zao ziko juu ya wanyama
na juu ya ng'ombe, vitu vile mlivyokuwa mkivichukua huku na huku vimekuwa mzigo wa kumlemea mnyama aliyechoka. Kwa hiyo tumeona hapo katika Isaya hiyo Isaya ya 46 mstari wa kwanza, Beli anavyoanguka. Huyu ndio mfalme wa ardhi, mfalme wa ardhini. Lakini hii ardhi pia ina malkia wake, malkia wa ardhini. Tumesema kuna mfalme, kwa hiyo kuna malkia wake, malkia wa ardhini. Huyu malkia wa ardhini anaitwa Azazel. Huyu malkia wa ardhini anaitwa Azazel. Na wengi hawafahamu. Nafikiri na wengi wao wanampita tu, hata katika kumsoma wanampita tu. Na sijui, lakini kama wewe ni msomaji wa Biblia pia mzuri, wengi wanapenda kusoma kile kitabu cha mambo ya Walawi. Lakini kile kitabu kina vitu vya siri sana wakati mwingine ambavyo watu wengi hatuvijui. Kwa hiyo tutaangalia mambo ya Walawi kuhusu Azazeli. Huyu ni Azazeli, kwanza ni malkia wa ardhi. Ni malkia wa ardhi. Huyu malkia wa ardhi ni malkia ambaye anatenda kazi zake kupitia vifungo vyote vinavyohusiana na ardhi. Yeye ndio kazi yake. Vifungo vyote unavyovijua wewe, lakini vinavyofanya kazi chini ya ardhi. Manake hapa ardhini. Si uchawi wa mafundo. Si mchawi anabeba nyayo zako. Manake ni direct kabisa. Anakufunga kupitia huyu malkia wa ardhi. Manake ule mchanga makaburini ambao kuna baadhi watu wanafungwa kwenye uzazi, kuna watu wanafungwa, tutakuja kuona kwa baadaye. Chochote kile ambacho kinatendeka ardhini, chochote kile, vifungo vyake vyote hivyo, ujue kabisa ni huyu malkia wa ardhi anaitwa Azazeli. Sasa hebu ngoja tumwangalie kidogo kwenye Biblia. Huyu Azazeli pia kuna namna muonekano wake. Kwa mfano, muonekano wake. Kwa mfano, muonekano wake sana mara nyingi katika umbile lake, baada ya kulaaniwa katika umbile lake, mara nyingi anatokea kama mbuzi. Inawezekana sasa wawili, hata kama mmoja, but mbuzi, muonekano wa mbuzi. Na ndio huyu pia utakuja, kuna baadhi ya wanaoangaliaga muziki. Kuna muziki mmoja unaitwa ni wa Kiingereza, nafikiri aliyeimba kama sio Marekani basi atakuwa ni Mwingereza huyo. Wimbo wa jina inaitwa Life Goes On. Kwa maisha yanaendelea. Yuko pale, kuna ukija kuangalia video vizuri, kuna miungu yuko pale. Huyu Azazeli, lakini ana sura ya mbuzi kabisa na nani, lakini huko ni binadamu. Amekaa hivi kama na mikono mingi wakati mwingine, lakini ana sura ya mbuzi. Huyo ndio Azazeli. Huyo mwimbaji anamwabudu Azazeli. Manake uchawi wake, ufimasoni wake ameutoa kwenye ufalme wa ardhini kupitia Azazeli. Manake msanii yake kufunga. Sasa unapokuwa unaimba nyimbo zake, unatazama video zake pia, kama unatazama video zake sana pia mle ndani, yawezekana mimi nakwambia kuna wakati mwingine watu hawaelewi. Kuna mashambulizi mengi yanapitia katika video hizi mnazotazama mara kwa mara hizi. Za wasanii mbalimbali wa muziki, wasanii wa kuigiza, kuna ushetani ambao umejificha ndani yake, watu wengi hawaelewi. Kwa hiyo nakupa tu mfano huo, huyu Azazeli. Sasa huyo anaitwa Life Goes On.
Mimi nilikuwa naangalia muziki sana. Nilikuwa napenda nyimbo sana, hasa za magharibi, kwa sababu ndio ilikuwa ni pendeleo langu kipindi hicho. Umeona, kwa hiyo nilikuwa nasikiza sana. Kwa hiyo naelewa, kwa hiyo nikikwambia vitu najua. Sasa yule ni Mungu anayehusika na habari ya vifungo vyote, vifungo vya ukahaba, uzinzi, ambao mitetemo kwenye ardhi inaachiliwa na huyu Azazeli. Mitetemo kwenye ardhi inaachiliwa, mitetemo ya uzinzi. Mwanamke anatembea kama anatembea, ukiangalia kuna mapozi fulani, wanatembea, kuna style fulani ambazo anatetemesha wakati mwingine maumbile yake. Kumbe ajui kwamba kuna mitetemo ambayo iko kwenye ardhi, ambayo hii mitetemo yote aliyo kwenye ardhi ikiachiliwa inaachilia laana ya uzinzi, inaachilia hamu ya uzinzi, zinaa. Na ndio maana kuna wadada wengi hata anapotembea tembea yake tu inakuvutia kufanya uzinzi naye. Hata ukimwangalia tu unasema okay, sawa, tayari hapo umekwisha kuzini naye. Maana Yesu anasema kwamba mtazamaye mwanamke kumtamani amekwisha kuzini naye. Asa wadada hawa nyingi mitetemo ya uzinzi wanaitoa kwa Azazeli. Mitetemo, vifungo vya ukahaba vinatoka kwa Azazeli. Hapo kuna ushirikiano kati ya bahari, vifungo vya baharini na vifungo hivi, lakini nazungumzia habari ya kifungo hiki. Vifungo hivi nazungumzia habari za ufalme huu, ufalme wa ardhi, ufalme wa ardhini. Azazeli pia hata kwenye wimbo mmoja msanii wetu, sijui msanii wenu, msanii wenu hapa aliimba na Inos B. Alivyoimba huyu msanii wenu huyu wa Tanzania, nafikiri ni Diamond, nahisi kitu kama hicho. Yes. Aliimba na Inos B wa Kongo. Kuna wimbo mmoja hivi niliona kitambo kidogo, ndicho niliangaliaga kitambo kidogo. Hebu angalia, kuna the way walivyo. Cha kwanza, ile video ukija kuangalia kuna mbuzi pale ameshikiliwa pale, and then you think it is just a normal thing. Yaani unafikiri kitu cha kawaida tu, unaona mbuzi kwenye video pale, msanii anacheza na mbuzi pale, unaona ni kawaida tu, lakini sio kawaida. Huyo ni Azazeli, anaabudiwa hapo. Ni Azazeli, anahusiana na ibada zote na vifungo pia vyote. Maana yake unafungiwa kwenye ibada za mizimu, ibada za ushetani, unafungiwa hapo, lakini kupitia ardhi. Sasa hatujui anayemwabudu ni nani kati ya hao wawili, lakini mmoja wapo anamwabudu huyo, ibada yake inatoka kwa huyo Azazeli. Kwa hiyo mmoja wapo anatoka kwenye huyo. Kwa hiyo msanii wote ukimwona ana mbuzi, na watu wengi wanaita goti, sijui Messi anajiita goti, na nyinyi mnaita goti. Afu unajua kuna vitu vingine lazima tutafakari, tumia akili sana. Mbuzi, zamani kwa kitu wa mbuzi, unaweza kupigana kabisa, ukapigana kabisa. Mbuzi wewe mbuzi ni unaweza kupigana kabisa, ukapigana na watu. Sasa kitu wa mbuzi, lakini sasa kitu wa mbuzi, unasema unajisifia mwenyewe, nimeitwa mbuzi. Wewe ni binadamu tena unaitwa mbuzi. Na sasa unajisifia kabisa eti ni jina, ni jina kubwa, jina zito, mbuzi. Sio akili, ni upumbavu, ni upuzi. Kuabudu miungu mingine pasipo wenyewe kujijua. Mnaabudu miungu mingine. Kwa hiyo yote unajiona anajiita mbuzi, ujue anayemwabudu ni huyo Azazeli. Yeye muonekano wake ni wa mbuzi. Sawa? Alafu huyu Azazeli pia, kwa hiyo msanii wetu tunamuona kwenye video yake, yuko na kambuzi kake pale, yuko na vimbuzi vyake pale. Wewe anamwabudu Azazeli kwa sababu yeye ndio muonekano huo wa mbuzi. Sasa kwa hiyo hebu ngoja tumuone katika Biblia, Mambo ya Walawi, kuanzia Mambo ya Walawi 16 tunaanzia mstari ule wa 8. Mstari wa 8 inasema na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili, kura ya pili kwa ajili ya Azazeli, kwa ajili ya Azazeli. Sawa? 9 nasema na Haruni atamleta yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Bwana. Maana yake hapa na kumtoa awe sadaka ya dhambi, bali yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli.
Maana yake nini? Hebu angalia hapa. Huyu Azazeli ni mkorofi sana. Huyu Azazeli ni malaika ambaye ni mkorofi sana na Mungu anamjua vizuri. Just imagine it. Mungu hagawani utukufu na mtu kwanza. Lazima uelewe. Na sio tuna mtu na kiumbe chochote. Hagawani nacho tukufu na baki kwa Mungu. Lazima uelewe hilo. Sawa. Kwa hiyo tunachokisoma hapa nafikiri kitakushtua kidogo, lakini hebu kimeze hivyo hivyo alafu tutaenda vizuri. Tutajua tunamaanisha nini hapa. Hebu angalia hapa. Haruni aliamliwa alete mbuzi hawa wawili. Wapigie kula. Kuna mmoja kwa ajili ya Azazeli, mwingine kwa ajili ya Bwana. Huyu kwa ajili ya Bwana ni mbuzi ambaye akikuwa yani kula kimwangukia huyu mbuzi kwa ajili ya Bwana, maana yake huyu ni mbuzi wa dhambi. Maana yake inasema Haruni atapiga kula juu ya wale mbuzi wawili, kula mmoja kwa ajili ya Bwana na kula ya pili kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangukia na kula kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi, awe sadaka ya dhambi. Atamtoa kwa Bwana. Lakini anasema lakini kwa bali yule mbuzi aliangukiwa na kura. Hiyo 10 hiyo. Mambo ya Walawi 16:10. Bali yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli. Manake apeleke jangwani kwa ajili ya Azazeli. Azazeli ni nani? Lazima ujiulize swali. Anapelekwa jangwani, anaachiliwa aende zake kwa ajili ya nani? Ya Azazeli. And then upate information zingine zaidi. Manake huyu mbuzi huyu, kumbuka Haruni ameleta, lakini yawezekana manake tena huyu ni mbuzi wa upatanisho. Hebu ngoja tuendelee. Ni mbuzi au Azazeli yakuwa ni mbuzi wa upatanisho kwa kipindi hicho. Ngoja tuendelee tuone. Tukija 26 tunaenda mpaka 26 tuone. 26 inasema na mtu yule amwachae mbuzi wa Azazeli. Na mtu yule amwachae mbuzi wa Azazeli aende zake, ataosha nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji, na baadaye ataingia katika marago. Umeona? Si malango lakini na marago. Mbuzi yule. Sasa manake hapa, lakini kumbuka tumesoma hapa kwamba hawa mbuzi wawili, moja kwa ajili ya sadaka ya dhambi kwa ajili ya Bwana, sawa? Lakini huyu Azazeli kwa ajili ya upatanisho. Manake atapelekwa mbele ya Mungu kwa ajili ya kuwapatanisha na nani? Wana wa Israeli. Manake wao hawapatani na Azazeli, hapana. Wao Azazeli anapatana na Yehova mwenyewe, kama ambavyo wakati mwingine Mungu hupatana na shetani kwa ajili ya mtu. Kwa mfano, hebu angalia. Mtu anaweza kusema shetani na Mungu wanapatanaje? Wanapatana ndio. Sababu amsomi Biblia mnafikiria kwamba eti sometimes Mungu anapatana na vitu, hata kila kitu ni kiumbe cha Mungu. Lazima uelewe hicho. Na mapatano wakati mwingine yanafanyika kabisa. Angalia habari za Ayubu. Mungu alipatana na shetani katika kufanya yale aliyofanya. Kuleta mapigo yale yote, kuleta majaribu yale yote. Ilikuwa ni mapatano, ilikuwa ni mkataba. Ndio maana Mungu akamwambia uhai wake tu usiguse, uhai wake tu. Maana ni mikataba, mapatano baina ya Mungu na Lucifer. Kwamba wewe mshughulikie unavyojua, lakini uhai wake tu usiuguse. Gusa kila kitu. Aliruhusu mpaka uhai wa watoto wake uguswe. Uhai mpaka wa kila kitu kiguswe, mpaka watumwa wake uguswe, lakini uhai wa Ayubu usiguswe. Angalia, haya ni mapatano kati ya Lucifer na Mungu. Angalia mapatano kati ya Mungu wakati anasema ni nani ni mtume, akamdanganye, Mungu anamtuma mtu, anataka atume kitu kikadanganye mfalme wa Israeli aanguke, akwe vitani akaanguke. Ni nani mtume? Pepo alipita, alikuja mbinguni, walikaa kimya, yule alisema hiki, yule akasema hivi, lakini hakuna alisema ni mimi hapa. Pepo akatokea mbele za Mungu. Mungu anakaa wapi? Kwa hiyo kwenye spiritual realm
yoyote information inapokuwa inaachiliwa, kila kiumbe kinasikia. Uelewe hilo. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza tamani watu wasikie, chochote kile kisikie vya kwake, lakini vingi vinavyoachiliwa, ndio maana baraka zako zinapokuwa zinaachiliwa, viumbe wengi wanasikia. Wakati wa kufanikiwa kwako kuna ishara fulani zinakuja. Zile ishara zikija, ulimwengu wa roho unajua, kuna kitu hapa kimeachiliwa kwa ajili ya baraka za huyu mtu. Ndio maana baadaye utashangaa sana. Shetani anakuletea watu, anakuletea vitu vya kukwamisha. Mtu anakutukana, unaona mtukana, bado unaandikwa hata mashtaka. Mahakama unapelekwa mpaka mahakamani, maana yake umeshtakiwa, maana yake kuna hati ya mashtaka. Tunataka kujifunza siku nyingine. Unashtakiwa, zile baraka zako uzioni tena, nini? Zimeondoka. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho umejua kuna jambo ambalo Mungu ameachilia kwa huyu mtu. Na viko wazi kabisa, viko wazi. Viko wazi. Tutaje kuona baadaye jinsi ambavyo ulimwengu wa roho unaelewa vitu vyako. Ndio maana kuna mtu anakaribia kupata hivi, vinakimbia. Kuna mtu anakaribia kuolewa hivi, vinaachika. Kuna mtu anakaribia kupata kazi hivi kidogo tu, vinaondoka. Kuna mtu anakaribia kupata promotion, kazi, yani iko imebakia tu hivi, vinaondoka. Nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unaelewa. Hasa hebu angalia hili jambo sasa. Hayo ni mapatano ya Azazeli na Mungu kwamba bwana sikiliza. Sasa sikiliza. Hawa watu hawa wanajua wana shingo ngumu sana. Na nikiamua niwaachilie hivi. Hawatoboi. Sasa ni mapatano yangu mimi na wewe, sio wao na wewe. Ni mapatano yangu. Yaani huyo mbuzi utameta kwangu. Nitafanyia upatanisho. Na maana yake mimi ndio nawapatanisha kati ya wewe Azazeli pamoja na wana wa Israeli. Na wapatanisha, maana yake ni mbuzi wa upatanisho. Angalia hili jambo kwa makini sana. Yaani hebu soma Biblia yako vizuri sana. Roho Mtakatifu akusaidie. Kuna vitu vingine Biblia tunavipita basi. Lakini ule mstari ambao ulikuwa unausoma kawaida, sasa hizi ukija kutafakari baadaye unaona there's something within this face. Kuna kitu hapa. Lazima uelewe. Huyu Azazeli ni nani? Mbuzi ilikuwa ni jina tu. From where? It's just a name. It wasn't just a name. It was a queen of the earth. Kwa hiyo ni mapatano. Sasa hebu angalia. Anaachiliwa anaenda huyo mbuzi. Hebu angalia huyo mtu sasa ambaye amemwachia yule mbuzi akaenda. Angalia sheria yake. Katika ile 26 ndio uone hivi huyu mbuzi ni wa kawaida huyu. Hii sadaka ni ya kawaida hii kweli? Hebu angalia. Na mtu ule amwachae mbuzi wa Azazeli aende zake, ataosha nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji, na baadaye ataingia katika malango. Manake wewe mtu ambaye unaachilia huyo mbuzi unamwacha ende huko jangwani, ni kama unafanya ibada ya miungu mingine. Kwa hiyo kusudi urudi huku uwe pamoja na hii jamii ambaye inamwabudu Mungu wa mbinguni, lazima ujitakase. Kipindi hicho kwa hiyo kawaida mtu akipata ugonjwa lazima aoshe nguo zake, afue, ajitakase. Kama ni kisonono afanye hivyo. Kama ni habari sijui za magonjwa mbalimbali ya ngozi, atajitakasa, manaka ametakaswa. Habari za kwa hiyo ilikuwa ni ishara kwamba sasa nimetenda hii dhambi, manake nimetoa sadaka kwa miungu mingine. Sasa ninaporudi huku nafua nguo zangu, manake naosha ile dhambi. Naosha mwili wangu, na iondoa ile dhambi ambayo nimeifanya huko baada ya kumwachilia yule mbuzi wa Azazeli. Ndipo naingia kwenye malango. Hivi siwezi kuingia. Kwa nini? Naingia mchafu, naweza nikafa kabisa kule. Kwa maana ni toba inafanyika pale. Toba ya kujitakasa, ya kuosha mwili wako, kuosha nguo zako. Lakini ile ilikuwa ni toba, ilikuwa inafanyika kitendo cha imani tu kile. Kwa kinafanyika ndani ya roho yako. Nguo ni tabia, nguo ni utukufu, nguo ni heshima. Kwa hiyo wakati mwingine ule utukufu wa Mungu ndani yako umeondoka ulipoenda kutoa yule mbuzi.
Na ndio maana Mungu agawani utukufu na kitu chochote kile. Ndio maana angalia hii Biblia kabisa vizuri. Kwamba tumesoma tumeona huyo mbuzi ni kwenda mbele za Bwana anapatanishwa na anaachiliwa. Lakini akiachiliwa, angalia kwa nini asiachiliwe tu afu mtu akarudi? Kwa nini huyu mtu apewe haya masharti yote? Kwamba ndipo aingie kwenye malango, vinginevyo ni hatari sana. Unafikiri ni sadaka tu ya kawaida? Kwamba kwa anampatia Mungu kule. Wakati Mungu yuko huko ndani. Manake akawa wanapatanisha wana wa Israeli na Arisi. Malkia wa Arisi asiwazuru. Angalia hili jambo vizuri sana. Angalia kuna watu ambao wanapatana. Angalia wengi hata kuna mikoa ya Dar es Salaam na mikoa mingine mingi sana ambayo inawachaga. Kila mwezi wa 12. Moshi, Arusha, lazima warudi kuhesabiwa. Lazima warudi kule wapatane na mizimu ya nyumbani kwao. Lazima warudi wapatane na Azazeli kule. Lazima warudi. Yuko kanisani. Yuko msikitini, yupo kanisani. Na anarudi kule kupatana na Azazeli kila mwezi wa 12. Na ndio maana wanachinja mbuzi mara nyingi, mbuzi. Azazeli yule. Ile ni miungu, lakini ni Azazeli wanapatana naye ili asiwashughulikie. Ndio maana utashangaa yuko kanisani huyo mtu na anaenda kufanikiwa na anatoa sadaka kanisani, lakini mwezi wa 12 anarudi kwenda kupatana na Azazeli. Wanatoa sadaka Azazeli. Kama bana bana usinizuru, usizuru uchumi wangu, usizuru watoto wangu. Lakini hiyo haikupi ishara kwamba uendelee kupatana na mizimu. Mimi nakwambia tuko hapa. Kienda kupatana na mizimu inaweza kukupatia maisha kabisa hapa duniani vizuri. Lakini siku unapokufa ndio utakijua cha mtema kuni. Yaani kama siku, yaani ndio hesabu yako imefunga. Ndio siku hiyo utajua vizuri. Kama kupatana na mizimu, kama mizimu ina mbingu ya kukupeleka, kama Azazeli ana mbingu yake ya kukupeleka, sawa. Cha kwanza ni kuzimu. Tutakuja kuongelea kuna vimba 351 vya kuzimu. Tutaviongeleaga. Lakini tutazungumzia habari hizi za Azazeli. Biblia hii kaeni chini, tunaisoma vizuri sana. Mimi naambia theolojia ni sawa, tukatae. Pita huko, soma kwa sababu itakuonyesha vitu vingi kupita katika Biblia. Vitu vingi sana utaviona kwa jicho ambalo wakati mwingine uko utegemei. Lakini anayetafsiri Biblia ni Roho Mtakatifu. Utajua kitabu kimeandikwa na nani, kitabu hiki kiandikwa mwaka gani, kitabu hiki kinahusu nini, muhtasari wa kitabu, sijui maudhui ya kitabu, sijui mwandishi, sijui, yani kila aina ya vitu utavijua. Lakini unatoka vijua vyote na Roho Mtakatifu asihusike ndani yako. Kwa kuna vitu vya msingi utavipita kama Azazeli, utavipita. Taishia tu kusoma vitabu. Taishia kusoma vitabu. Theolojia ndio inaharibu siku hizi vitu. Theolojia zinaharibu vitu sana sasa hizi. Lakini kwa sababu kwa wapumbavu, kuna pumbavu. Huwezi kuidharau hiyo elimu, ni nzuri sana. Lakini elimu kwa mpumbavu itamwangamiza. Elimu kwa mpumbavu inamwangamiza. Sasa naambiwa, hebu angalia elimu kwa mpumbavu ni ipi. Tutajua somo moja zuri sana siku nyingine Mungu akitujalia. Hebu angalia. Mungu amekupa akili ya kutengeneza mabomu haya, kwa mfano mabomu. Akili zisizokuwa na akili hizo zinaitwa. Umepata akili kutengeneza hiyo vitu, lakini unaenda kumuua binadamu wenzako, kamlipue. Piga mabomu, piga hata ambaye hajakosea. Unaingia Syria unapiga mabomu, unaingia Urusi piga mabomu, unaingia Ukraine piga mabomu, unaingia Israeli sambaza mabomu, unaingia huku kwa Wapalestina achilia mabomu ya kutosha. Hivi ni akili kweli hizi? Na ni makomboto wamekaa chini, watu wana elimu zao, watu wamekaa chini wakatafakari, wana elimu zao, wana masters, wana madegree yao ya upande huo wa weapons, how to make weapons, ballistic weapons, nuclear weapons, atomic bombs, and every kind of weapons. They have made such kind of weapons, the greatest weapons. Hizo ni silaha za ulimwengu wa roho. It wasn't meant kwa ulimwengu wa nyama.
Hizo hazikuwekwa kwenye ulimwengu. Yaani watu wametoa ulimwengu wa roho kazileta kwenye ulimwengu wa nyama. Hizo inatakiwa zikae ulimwengu wa roho. Kipigo umepiga kweli. Sasa angalia. Kwa hiyo elimu kwa mpumbavu itamwangamiza. Kama una elimu na ni mpumbavu itakuangamiza. Ndio maana leo hii kuna kama mtu unakuta kako chuo kikuu kamesoma, lakini angalia upumbavu kanaofanya. Kile kako vizuri na tabia nzuri, kameenda kule, kamekutana na watu wengine kwa kanaangalia. Unajua sasa huyu msomi huyu anaiga upumbavu. Mbona haigi mambo ya akili? Kama mtu kanaenda kuiga nguo, kuvaa nguo fupi. Kaenda kuiga ushoga. Kaenda kuiga usagaji. Na shule za boni mambo yapo. Chuo vitu vipo hivi. Watu hawaharibiki tu kawaida, watu wanaharibika kuna mahali. Alafu wanaharibika watu wana elimu zao vizuri, wana ufahamu wao vizuri. Unajiuliza, kwa maana yake ni mpumbavu ila amepata elimu. Elimu ya mpumbavu itamwangamiza yeye mwenyewe. Hilo ni somo la siku nyingine, lakini najaribu kukudokezea hapa uone. Tusome Biblia vizuri. Kwa mtu amefika chuo kikuu na anakuwa shoga. Ndio huyu bwana na master degree ya education bwana. Huyu ana degree ya diplomacy. Huyu ana huyu ana degree ya doctorate. Huyu bwana huyu, acha ujinga. Dokta mzima una degree yako. Maana mwenzako anakaa nyuma yako, una akili kweli wewe. Rais wa nchi kabisa. Rais wa nchi tena anakuwa shoga. Hivi una akili vizuri? Waziri. Jeshini. Yaani mwanajeshi kabisa na unakuwa shoga. Kabisa. Na nguvu zote. Yaani mpaka unashangaa. Mtu akawa msagaji. Wakikuona huko nje. Etio maaskofu. Mashoga. Hivi una akili vizuri? Maana umepata elimu lakini upumbavu utakuangamiza. Yaani elimu yako hiyo, ukimpa elimu pumbavu inamwangamiza. Na ndio maana kuna wengine sema mbona fulani yeye ni shoga. Kwa hiyo acha ujinga. Lazima ifikie hatua upige marufuku. Hayo yote ni ibada za kimizimu, ibada za kishetani. Ushoga wote huo, usagaji wote huo, umalaya, uzinzi wote. Kuna watu wanajifunza uzinzi huko na kunywa mapombe, wamejifunzia vyuo vikuu, wamejifunzia kwa watu. Eti mimi nakunywa varu, sijui mimi nakunywa wewe pombe za dukani, sinywi Wanzuki. Sinywi na nilizi ile chimpumu, sinywi. Mimi nakunywa bia, nakunywa Safari. Naenda Safari, nasafiri na Safari, naingia msitu Serengeti. Wewe elimu kwa mpumbavu itamwangamiza. Mbona tumeendelea tunavaa nguo fupi? Endelea kuvaa nguo fupi. Ipo siku yako. Kasirika. Hiyo ni sehemu ya kwanza tu. Kasirika. Kama mwongeleo ya Azazeli. Jamani. Kwa hiyo walikuwa wanafanywa upatanisho. Lakini wewe anemwachia huyu manaka amefanya ibada kabisa kwa miungu. Anarudi anafua nguo, anaoga, anaingia kwenye malazi. Sasa hebu angalia, manake Mungu anajua hawa watu wana moyo mgumu. Hawa watu ni watenda dhambi. Hawa watu hawaoni mema kama tunawapa mema na wanalalamika. Sasa wameingia kwa Azazeli. Ndio kabisa. Huyu ni malaika wangu, namjua kabisa. Na ndio maana unasema Mungu wewe, kuna watu wengi, hebu angalia. Wanaenda kanisani wengi, wanaenda msikitini wengi. Wanaenda wapi wengi? Mimi nakwambia ndio wengi hao. Kwani hebu wapagani ni wachache jamani, wapagani wachache, lakini wengi hao kanisani hao kwenye makanisa hayo ndio wanaenda kuzimu. Kisa tu kumwabudu Azazeli kwa kujua au kutokujua. Ndio maana unaona kama mtu kwa kanisani kwa waganga kakomi. Mtu kwa kanisani kwa mganga hukomi jamaa, hukomi. Yaani unajua unaombewa kidogo na mchungaji na mtoto na mtumishi wa Mungu, kesho unaita waganga. Tena kwa mganga 400,000, 300,000, milioni. Kwa mtumishi wa Mungu upeleke hata 100.
una akili sasa. Ukiona hivyo ni akili ambazo hazina akili. Mimi nakwambia laiti watoto wa Mungu tungekuwa tunazipeleka hizo fedha hizo kanisani kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Kwa watoto wa Mungu wa kweli. Au kanisa lako kama ni la kweli kabisa ukapeleka bwana, mimi nakwambia tungekuwa tunabarikiwa kupita kiasi. Unapeleka 100 kanisani, unapeleka 1000 kwa mtumishi wa Mungu, ukienda kwa mganga kuangalia kwenye kioo tu buku, kioo cha nini? Kioo cha nini kile? Nilikuwa nakisikio kwa Kigoma huko. Kwa nabii mmoja hivi. Kioo cha maajabu, kioo cha maajabu. Wewe umekuwa mchawi. Kioo cha maajabu umekuwa mchawi. Sababu afuti nabii kabisa una kioo cha maajabu, alafu kioo chenyewe kimewekwa kina nanili. Kwa mwanangu mmoja alikimbiaga huko. Akarudi, akaniambia baba, wewe unaona tufundisha uganga ndo ule sasa. Kaambia vipi? Akasema hadi nilienda kwenye kioo cha maajabu nikaangalia. Kioo chenyewe kina sijui kina ngozi yani sijui ya simba, sijui ya chui. Asa eti wewe ndio na kimefungwa. Na mtu nabii anayekuangalizia nabii anayejiita nabii wa Bwana amefunga kitambaa chekundu na cheusi. Hivi una akili kweli wewe? Uganga madhabahuni. Kioo cha maajabu, sio kioo cha nini? Wewe kama sio mchawi wewe ni nani? Na waganga wote ni wachawi hao wote. Mimi nakwambia mnapatanishwa na Azazeli. Na hamtatoboa, na hamtatoka. Hivi tu. Tunafunja mikataba na maagano mbalimbali. Na anatupa shida. Kwenye hili somo tu hili, kuna mtu nimemwombea, mtamwona YouTube. Tulichukua karibu saa nzima. Tunafungua vifungo. Step by step, hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Unafanya mchezo. Acha masiara. Azazeli si wa kuchezea. Azazeli si wa kuchezea. Kwa hiyo huyu anahusika na vifungo vyote vya kwenye ardhi. Yaani kama unajijua unakaa kwenye ardhi, vifungo vyako vingi sana. Huyu Azazeli Malkia huyu anahusika. Kwa lazima ujue, sawa Kwa na Mungu akusaidie sana. Huyu Azazeli huyu. Mungu akusaidie sana. Kwa hiyo tumemsoma huyu Azazeli yumo. Vifungo vyote vya ardhi anahusika. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Na basi hii ni sehemu ya kwanza, nafikiri sehemu ya pili na yenyewe tutaiunganisha hapa. Tunainani kusudi ule urefu pungue sana. Hii ni sehemu ya kwanza, lakini kuja sehemu ya pili ndio tutamjua pia anayefuatia katika huu ufalme. Maana kwa hawa watatu. Kwa hiyo tumemuongelea Beri, tukamuongelea Beri tumemwongea kidogo sana, lakini Azazeli kwa upande wake sababu yeye ndiye anahusika na vifungo vyote hivi. Sasa yeye Beri mara nyingi kwenye utawala sana unakuta anaagiza. Sasa yake unakuwa kama rais pale. Maana kwa ni kuagiza tu. Unakuwa kama rais, lakini huyu katika ufalme wa kuzimu kama waziri mkuu. Kwa hiyo anakuwa ni mwendeshaji wa shughuli zote za serikali. Waziri mkuu ni mwendeshaji wa shughuli zote za serikali unazojua wewe. Kwa hiyo huyu naye ni mwendeshaji wa shughuli zote za ufalme huu wa ardhini. Zozote zile ambazo zina vifungo mbalimbali. Vifungo vya asili vyote unavyojua wewe. Vifungo vya mizimu vyote unavyojua wewe. Ni huyu anaviendesha. Manake yeye ndo mratibu wa shughuli za kila siku za serikali, siku kwa siku za serikali. Manake za serikali ya kuzimu ambayo inahusiana na habari. Za serikali ya Lucifer inahusiana na ufalme huu wa ardhini. Kwa hiyo Mungu akusaidie na kubariki. Na kuombea baraka, tutapokuja tutaangalia tena kama tutapata nafasi ya namna kuomba. Mungu atusaidia na tutaelewana tu. Basi Mungu akubariki na kutakia siku njema katika jina la Yesu Kristo. Amina.